Kulingana na sheria ya ajira, mwajiri ambaye ameajiri wafanyikazi 20 au zaidi anafaa kutengeneza sexual harassment policy baada ya kushauriana na wafanyikazi au wakilishi wao. Baadhi ya vifungu zinafaa kuwa kwa hii sexual harassment policy ni kama zinasema kila mfanyikazi ako na haki ya kutokuwa sexual harassed kazini. Mwajiri atachukua hatua kuhakikisha hakuna mfanyikazi atakuwa sexual harassed kazini, na mwajiri atachukua hatua za kinidhamu dhidi ya mtu yeyote ako chini yake ambaye anafanyia wafanyikazi wengine hii tabia. Hii policy pia inafaa kueleza jinsi mfanyikazi anaweza report sexual harassment akiwa kazini. Mwajiri akipokea ripoti kuhusu sexual harassment hafai kufichua jina la mlalamishi kwa mtu mwingine, isipokuwa pale ufichuzi unahitajika kwa madhumuni ya kuchunguza malalamiko au kuchukua hatua za kinidhamu kuhusu hayo malalamiko. Mwajiri anafaa kujulisha mtu yeyote ambaye ako chini yake kuhusu hii sexual harassment policy. Kulingana na sheria, ni jukumu la mwajiri kuweka mazingira ya kazi ambayo haina sexual harassment. Mwajiri anafaa kuhakikisha wafanyikazi wanajua taratibu watakaofuata kuwasilisha malalamiko yao ya sexual harassment. Mfanyikazi anaweza wasilisha kesi yake mahakamani ikiwa anadai alikuwa sexual harassed kazini. Akiweza kudhibitisha kesi yake mahakamani, mahakama iko na uwezo wa kuamuru alipwe fidia. Mfanyikazi anaweza shtaki mwajiri mahakamani akifutwa kazi kwa sababu ya kuwasilisha malalamiko yake kuhusu sexual harassment. Hapa atadai fidia dhidi ya mwajiri kwa kuwa sexual harassed kazini na kufutwa kazi kwa njia isiyo haki. Evidence inaweza tumika kwa hii kesi ni kama message mfanyikazi ametumiwa na mwajiri akitaka washiriki ngono na yeye, au message ametumiwa na mwakilishi wa mwajiri akitishia kumfuta kazi kwa sababu amekataa kushiriki ngono na yeye.